Sasa wanasema kwenye korosho karibia kila kitu kina matumizi yake makubwa, yani kuanzia maganda, korosho ile ya ndani, mti wake, kila jani lake. Hakuna kitu kwenye korosho ambacho wetu utakitupa utasema hakina sababu za msingi. Hapa nimeona maganda ya korosho. Haya ni mengi sana hapa, nimeona magunia mengi. Haya yana kazi gani? Asante. Maganda ya korosho yana kazi kubwa sana. Kwanza kwenye maganda ya korosho kuna mafuta haya. Mafuta ya korosho yanaitwa CNSL, Cashew Nut Shell Liquid, cha mafuta haya. Kwa hiyo mafuta ukienda ukiyakamua unapata mafuta ambayo yana kazi kubwa sana kwenye viwanda mbalimbali. Kwenye viwanda hivi vya magari, nafikiri kwenye zile mambo ya brake na clutch, mafuta yanatumika, lakini yanatumika kama vilainishi, lakini pia yanatumika kutengeneza madawa mbalimbali ya kuua wadudu, lakini pia yanatumika pia kutibu mbao. Ukipaka haya mafuta, ukishakamua, ukishapaka, inazuia mbao zishambuliwe na mchwa. Kwa hiyo na matumizi mengi kweli, na ndio maana niwapeni tu siri, na ndio maana tunapouza watu kutoka maeneo mbalimbali, kutoka India, Vietnam, wanakuja kuchukua na maganda yake, kwa sababu wanakamua, wanaongeza thamani, wanapata pesa zaidi. Kwa maganda yakifanywa kazi kabisa, mkulima anatoka kwenye wimbi la umaskini. Kwa atapata pesa kwenye korosho, atapata pesa kwenye hizi by products, lakini pia ukishakamua yanabakia keki. Hii unaweza ukatumia ukaongeza thamani, ukatumia kama mkaa kupikia. Kawaida kabisa unapikia kabisa. Kwa hiyo ina kazi kubwa, kuna ambacho unatupa. Kwa hiyo ni yana thamani kubwa sana. Kwa maganda ya korosho peke yake itapunguza ile hali ya ukataji miti ovyo, deforestation. Kwa hiyo tunaweza kutumia maganda ya korosho pia kuwasaidia kama chanzo kingine cha nishati. Sababu unapokamua inabaki inaitwa keki, inayobakia unaweza kutumia kuashia. Kwa hiyo ana kazi nyingi kweli. Kwa hiyo tunachokiomba wadau mbalimbali waje kuwekeza. Mtwara, Tandahimba, korosho ni nyingi kabisa. Kwa hiyo wakiwekeza hapa katika maeneo yetu, unaweza kupata thamani kubwa kwenye zao hili la korosho. Wengi huwa wanatupa tu ya maganda, hawajui kwamba ina hiyo kazi, kwa sababu umezungumza vitu vizito hapa kama hadi viwandani, sijui wapi. Watu wao wanachukulia poa. Wanachukulia poa sana. Lakini sasa hivi tunashukuru bodi ya korosho, elimu inaendelea kuwa kubwa. Endelea kuwa kubwa zaidi kwenye mambo ya maganda. Kwa sasa hivi hatutupi tena, hatutakubali. Mwanzo ilikuwa anatupa, tutasema wanachukua tu bure, wanasema tunawasaidia kuondoa uchafu, lakini inaenda kufanywa kazi. Sasa hivi tunapozungumza pia kwenye viwanda vya simenti pia wanachukua, wanaenda pia kwa ajili ya kutengeneza maklinka, wanachukua sana wapeka kwenye viwanda. Pia ni matumizi makubwa. Sasa hivi tunachokiomba sasa yazingatiwe ili atutoe sisi. Yatengeneze ajira, viwanda vitokee vya kutosha, bidhaa zitengenezeke hapa. Na ukichimba zaidi nasikia bado Tanzania tuna maganda ya korosho, lakini bado tuna import mafuta kutoka nje kuja Tanzania pia ya maganda ya korosho kwenye viwanda. Kwa ufupi, hakuna kinachotupwa. Hakuna kinachotupwa, labda moshi tu. Kwenye korosho kinachotupwa ni moshi pekee. Ni moshi tu pekee yake. Kwenye korosho hakuna ambacho kinatupwa, chote kuanzia korosho wenyewe ni lishe kabisa. Kwa hiyo tukihimiza pia ulaji wa ndani wa korosho kama wanavyofanya CBT, changamoto nyingi za malnutrition kama utapiamlo unaondoka, kwa sababu korosho na virutubisho vyote. Haya ni mamilioni ya pesa. Mabilioni ya pesa, ni swala tu la kuongezea thamani.